Hii ni historia kwa ufupi, si kitu kikubwa. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulijua kwamba Mtume sallam yeye amezaliwa hapa, unajua hiyo, na alikaa miaka 40 ndio akapewa utume, si ndio? Akiwa ndani ya utume wake alipata upinzani wa hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaribia kuuliwa. Mtume sallam alijipa mpaka akawa anakuja majani. Ndani ya miaka 13 alipata shida sana hapa katika kipindi cha Quraysh, kwamba waliona haki ishapatikana kwa Quraysh, wakawa wanafanyia vipindi. Kwa ufupi tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa amri ya kuhama kutoka hapa Maka kwenda wapi? Madina. Ndio maana katika historia Mtume akazaliwa Maka, akashuka wapi? Madina. Kwa hiyo Mtume sallam katika kipindi chake cha utume wa miaka 13 alipata mtihani mbalimbali. Jana alipata upinzani kwa jamaa zake, kwa maami zake, kwa ndugu zake. Yeye kwa wakati mpaka akafikiwa sehemu ikawa hana chakula, mpaka wakawa wanakula majani. Kwa ilipokuja amri ya kuhama, hii historia, walikuja watu wa Madina wakaja kumwona Mtume kwamba kama watu wa Maka hawakutaka, sisi tunakutaka. Kufahamika. Baadaye akasema siwezi kuondoka mpaka nipewe amri na Allah. Akapewa amri sana ahame. Na alipohama kulikuwa na historia mbalimbali. Kwamba Mtume sallam alikuwa akijulikana hapo mwanzo kwamba as-sadiqul amin. Ndiye kweli nani? Mwaminifu. Kwa hiyo alipotaka kuondoka alimchagua rafiki yake Sayyidina Abubakar As-Siddiq. Lakini kabla hapo akamweka Sayyidina Ali kwamba zile amana za watu zote alizokuwa nazo katika mji huu wa Maka yeye anaondoka, lakini asigawe amana zile kwa watu, kwa sababu yeye alikuwa anajulikana kwamba ni nani? As-Sadiqul Amin. Na ndio hata katika kutangaza utume wake alitumia pointi hiyo. Alifanya nini? Alikaa pale, alipanda katika Jabal Safa, pale tulipokwenda juu Safa pale. Ndio akawauliza watu, hivyo niwauliza huku nyuma kama nikiwaambia kwamba kuna nani? Kuna jeshi mtakutoka kutunieni na kupigeni, mtaniamini? Sawa? Akawaambia wale Makuraishi wakamwambia tutakuwa nini? Wakaambia kwa nini tutakuwa nini? Kwa sababu hujawahi kusema uongo. Hujawahi kusema uongo. Akamwambia sisi Rasulullah, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ndio pale ami yake Abu Jahal akamwambia umetukusanya kwa haya tu na wewe unajitangazia utume? Hapo Mwenyezi Mungu akateremsha tabati yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yasla nara dhata lahabi wa ma'at Muhammad atakuja yeye Abu Lahab na mke wake wakaangamizwa katika sura hii kwa kumpinga Mtume mbele ya hadhara. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka akakabidhisha amana kupitia Sayyidina Ali radhiallahu anhu, na yeye